Sitasahau Kalvari, sitasahau chungu, sitasahau pendo, niongoze Kalvari. Yesu anakufa, mitume wanakata tamaa, Yuda anakimbia kwenda kujiua na hana tumaini tena. Kamwe usiruhusu kupoteza tumaini. Ndio maana leo nimekuandalia somo linalosema usiruhusu maziko ya ndoto yako. Usiruhusu. Mitume wanaamua kurudi tena kule nyuma kwenye maisha yao kabla ya purpose. They go back to what they knew before purpose. Sasa wanapofika huko wanavua samaki. Ni Petro amewatoa wenzake, amewa-influence wenzake, kwa sababu yeye alisema kama Yesu amekufa, tumaini letu tulikuwa tumeliweka kwake. Maana yake hope is gone. Hawana chochote cha kutarajia. Kesho yao imekuwa giza. Petro anasema I am going back kwenye fishing. Sasa ni nini hii? Yesu, kumbuka, alikuwa ameshawakamisha ni kwamba ninyi sasa si wavuvi wa samaki, ninyi kwa sasa ni wavuvi wa watu. Lakini wanarudi kuvua samaki. Maana yake ni nini? Wanaipoteza ndoto waliokuwa wameianza wakisafiri na Yesu. Ndugu yangu, nikwambie jambo moja, ni kwamba matumaini yako ya kifa, hata maombi yako utaomba yatakuwa hayana nguvu. Ndio maana Biblia inasema wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele. Wale ambao wamebahatika kusafiri kwa hii kampuni la Emirates huwa wana utaratibu wakati fulani wa kuweka zile audio na kuwa nasikiliza za watu wakitoa shuhuda zao walioanzia maisha from zero to peak. Wanakuwa wanaeleza namna ambavyo walinavigate mpaka kufikia hatua walionayo. Mtu mmoja anaitwa Yogesh Mehta anaeleza ya kwamba alimove kutoka India kwenda Dubai mwaka 1990 akiwa hana kitu chochote. Anaeleza ya kwamba hakuwa na godoro, hakuwa na kitanda, wala hakuwa na connection, alafu ni nchi ya ugeni. Anafika kwa sababu alikuwa ni chemist by profession. Moyoni mwake ana ndoto ya kwamba nitafungua chemical business yenye nguvu katika nchi ya ugeni ya Dubai. Na akasema hakuwa tayari kuruhusu mtu yeyote kumbadilishia ndoto yake. Mwigizaji mmoja anaitwa Will Smith, kwa wale ambao tunamfahamu. Kuna wakati alikuwa anamsihi mtoto wake, anamwambia usiruhusu mtu yeyote akutoe kwenye ndoto yako. Not even me. Hata mimi baba yako mzazi, usiruhusu nikutoe kwenye ndoto yako. Protect your dream. Sasa anaeleza ya kwamba wakati wameenda pale wakiwa kwenye nchi ya ugeni, wanalala chini. Hata wakati mwingine kodi waliomba wao wanalipa kwa kila baada ya siku 15, kwa sababu walikuwa wanategemea fedha kidogo anazopata mke wake ambaye alikuwa anafundisha, mwalimu kidogo, anafundisha vile vitoto mpaka vilipe fedha ndo wanalisha familia. Yeye akageuka kuwa mlezi wa mtoto, lakini ndoto yake alisimamia. Ndio maana kuna mtu mmoja alisema a dream without goal is just a dream. Maana yake haitaenda popote. Ndoto lazima iwe na lengo. Yeye alilenga kwamba lazima katika nchi ya Dubai nifanye chemical business. Na ni kweli alifanikiwa sana, maana ndio aliondokea kuwa the most and the prominent guy katika mji wa Dubai katika chemical production ama chemical business. Mpaka leo unaweza kaangalia habari yake hata kwa Google na YouTube, yuko anaeleza habari hiyo. Maana yake ni nini? Ndoto yako isife kwa sababu umechelewa kupata ajira. Ndoto yako isife kwa sababu biashara ya kwanza imegoma. Ndoto yako isife kwa sababu umekaa Dar es Salaam pamekataa, ama Mwanza pamekataa. Una nafasi ya kurelocate. Kama Nairobi ndiko mahali ambapo vitu vyako vinaenda, nenda Nairobi. Kama Dubai ndio mahali ambapo ndoto zako zinaenda, nenda Dubai. Kama Mtwara ndio mahali ambapo ndoto zako zinakubali, nenda huko. Lakini ndoto yako isimame, wala usiruhusu mtu aiangamize wala aizike ndoto yako. Lakini habari njema ni ipi?
Yesu anapokuja kwa mitume anawakuta wamerudi baharini kuvua samaki. Na kumbuka ameshawakomisheni kuvua watu. Anawauliza, wanangu, kitabu cha Yohana 21 sura ya 5 anasema, wanangu, mmepata kitoweo? Wanamwambia, hatujapata chochote. Mna kitoweo? Wanasema, hapana, la, hatuna. Anawaambia, njoni, amewaandalia samaki, amewaokea mikate. Tena hajavua. Maana yake anawaambia kwamba, Petro, umewavuta wenzako kwenda baharini, lakini kumbukeni, hata msipoenda baharini, kama chakula chenu ni samaki, mimi nina uwezo wa kuwaletea samaki popote mlipo. Ndio maana napata nguvu napokumbuka Yesu aliishi kwa matumaini. Aliona watoto wake wanawake wakiwa wanakombolewa. He saw his kids being delivered from sin. Anawaona kutokea mbali. Ni kweli pana maumivu, ni kweli pana kukata tamaa, ni kweli roho yake ina nguvu, lakini mwili ni dhaifu. Roho inataka, lakini kuna maumivu, kuna damu, kuna machozi, lakini nyuma ya msalaba wa Calvary anaona kuna upendo, kuna tumaini, anaona kuna rehema, anaiona neema. He is seeing the mercy for his kids. Anawaona watoto wake wakiwa wamekombolewa, anawaona watoto wake wakiwa wameishika njia kuelekea Sayuni. Kwa nini? Kwa sababu wamekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Na hilo ndilo tumaini natamani kukuachia. Ndio maana ukiniuliza mimi, kiburi changu ni msalaba wa Yesu Kristo. Maana hapo ndipo ninaiona sura ya Yesu, hapo ndipo ninaiona rehema, hapo ndipo ninauona upendo. Sitasahau Calvary, niongoze Calvary. Mungu akubariki.